Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii ya ukuu wa Mwafrika, tunapoangalia masuala ya kiafrika zaidi na sio masuala ya kisiasa. Kwa hiyo, ninaomba nieleweke kwenye baadhi ya mambo ninapoyachambua, siyachambui kisiasa, na yachambua katika dhana na muktadha wa Uafrika zaidi. Kuna nini kati ya Tanzania na Korea Kaskazini? Je, kuna nini kati ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa chama cha WPK ambaye ni Kim Jong-un ambaye ni kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini? Kuna nini hapa? Kuna jambo gani? Kwa sababu naongea hivi kwa sababu tunalijua taifa la Korea Kaskazini ni taifa ambalo lina tengeneza sana masuala ya nyuklia, silaha za nyuklia hizi, lakini pia na vinu vya nyuklia vile vile kwa ajili ya ufuaji wa umeme au nishati, kupata nishati. Na tumeona wakati huu ambapo kwenye mojawapo ya mambo aliyoongea rais wa Tanzania, nimeongea hivi kwa sababu hivi ndio vyama ambavyo kwa sasa vinaongoza serikali zao. Ndio maana nimeongea hivi kwa sasa, kwa sababu upande wa Tanzania chama ambacho kinaongoza serikali ya Tanzania ni Chama cha Mapinduzi, lakini upande wa Korea Kaskazini chama ambacho kinaongoza serikali kule ni WPK. WPK ni the Workers Party of Korea, ndio kirefu cha WPK, na huku kuna CCM ambayo ni Chama cha Mapinduzi. Ndio maana nikasema si tafsiri hili kama kisiasa, no, niondoe mimi kwenye siasa, kwa sababu mimi sio mwanasiasa na mimi siko kwenye siasa, na nyinyi wenyewe mnajua. Lakini ninachokiongea ni kuwa kwa sababu tunaona kumekuwa na ushirika kati ya Korea Kaskazini na Tanzania, jambo ambalo ni jambo kidogo linakuwa linawashtua mataifa ya magharibi, kwa sababu mataifa ya magharibi huwa hayapendi kabisa hilo jambo. Yani nyinyi wanataka nyinyi mbaki tu mlivyo hivyo, waendelee hivyo kuwapa misaada na mambo kadha wa kadha. Lakini tunachokiongelea hawapendi sana taifa lolote, hususani haya mataifa ya upande wa mashariki, kupata ushawishi katika mataifa ya Afrika. Ili jambo linawakera sana watu wa magharibi, na ndio maana mmeona hapa kumekuwa na ukosoaji mwingi kutoka mataifa ya magharibi kuhusiana na serikali ya Tanzania, the way inavyojiendesha. Kumekuwa na ukosoaji mwingi. Sasa swali linakuja, ukosoaji hatukatai, ndivyo ilivyo, maana lazima, sisi ni binadamu, lazima uweze kukosolewa. Lakini ukosoaji huo unakuja ukiwa kwa mlengo upi hasa? Yani nataka unielewe vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wao wamekuwa wakitetewa na serikali za magharibi. Naongelea hapa kwetu Tanzania, wamekuwa wakitetewa na serikali za magharibi. Hawa ni wanaharakati, na wanaharakati hawa unakaa unajiuliza, kuna Mwafrika mwenzetu ambaye yuko pale Burkina Faso ambaye ni Captain Ibrahim Traore, na hawa watu wa magharibi wanataka kumuua, ili hali kwa huku kwetu Tanzania kuna watu wanatetewa na watu wa magharibi. Tatizo linakuwa liko wapi? Au ndio tukumbuke usemi ule wa Samora Machel aliwahi kuongea, akasema ukiona adui ananisifia ujue nimekusalitini watu wangu, au tuongelee hivyo. Okay, tuachane na hilo, turudi hapa kwa hawa wenye viti. Kwa hiyo tumemsikia sasa mtu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa upande huu wa Tanzania, chama ambacho ndicho kimeshika dola, akiwa anaongea kuwa ile uranium iliyoko kule na Mtumbo ni wakati wetu sasa tuwaambie wawekezaji kule tuanze kunufaika na hiyo uranium. Haikuwa kauli ya moja kwa moja, as long as mnamjua rais wa Tanzania ni mwanadiplomasia. Kwa hiyo nataka ulielewe hilo. Haikuwa kauli ya moja kwa moja, lakini kauli ile ilikuwa inaashiria kwa maana sasa tunataka tuanze kunufaika na hiyo rasilimali. Hiyo rasilimali ya uranium tunaweza kunufaika nayo vipi? Unufaikaji wake, kwa sababu uranium iko uko na Mtumbo, lakini pia kuna Minjingu, kuna Mbulu, kuna Bahi,
kuna Lake Natron, huko kote na maeneo mengine ambako kumethibitishwa kuwa kuna madini haya adimu, madini ya uranium, na ambayo sasa yamethibitishwa kabisa kuwa tuna madini kiasi gani au tani ngapi za uranium katika taifa la Tanzania ni tani 58,500. Hizo zimethibitishwa kabisa kuwa ziko katika taifa la Tanzania. Na wakati huu ambao sasa tunaona huyu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kimeshika serikali, kinachomfanya sasa yeye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaongea kauli kama hii kuwa ni wakati wetu sasa, inabidi Tanzania tuwaambie wale wawekezaji tunufaike na rasilimali yetu ambayo ni uranium. Na wakati huo ndio wakati ambapo kumekuwa na ushirika mzuri kati ya mwenyekiti huyu wa CCM na mwenyekiti wa WPK ambayo ni ya Korea Kaskazini ambaye ni Kim Jong-un. Alafu tunajua lile taifa ni taifa ambalo ni wazuri sana kwenye urutubishaji wa madini ya uranium. Sasa wao wameenda mbali zaidi kutengeneza nini? Kutengeneza silaha za nyuklia, lakini pia wana vinu vya nyuklia, na huku tunaona hili linaongelewa hivi. Je, huu ni ujumbe gani ambao unatumwa? Ni ujumbe gani ambao rais wa Tanzania anajaribu kuuongea? Lakini katika kuuongea huku, ujumbe huu ni kuwa kuna namna anajaribu kutumia diplomasia, kwa sababu unajua ulimwengu wa magharibi bwana, lazima uende na diplomasia, vinginevyo unaona watakutangaza moja kwa moja kuwa wewe ni adui yao, na adui yao hauwi adui yao kwa sababu umewatukana au kwa sababu umeenda kinyume nao, ni kwa sababu tu umeenda kujiunga na washirika ambao ni mahasimu wao. Ndio tatizo linapokuja hapo. Ndio maana nikasema hapa unatakiwa unisikilize kwa umakini ili uweze kunielewa vizuri zaidi, kwa sababu tunajua hiki chama cha Korea Kaskazini WPK, ambayo ni the Workers Party of Korea, ambacho ndicho kinaongoza serikali ya Korea, ni chama ambacho kinajitegemea. Ukumbuke hilo, chama ambacho kinajitegemea. Ndio maana wao wanatumia mfumo unaojulikana kama Juche. Sasa wana mifumo mitatu, lakini nitauongelea wa Juche. Wana mifumo mitatu ambayo ni Juche, Chaju na Charip huko Korea Kaskazini, lakini wao wanatumia mfumo wa Juche ambao ni mfumo wa kujitegemea. Hii ikimaanisha nini? Ikimaanisha hautamtegemea mtu mwingine kutoka nje ya iki au hizi rasilimali ulizonazo. Ndio maana unaona Vladimir Putin aliwahi kusema Korea Kaskazini wako radhi wale nyasi, lakini usiwaambie waache kutengeneza silaha za nyuklia, kwa sababu ukiwa na nyuklia, silaha za nyuklia, wewe utaogopwa. Ni nini kinachowafanya watu wa magharibi waanze kumuogopa Ibrahim Traore? Kwa sababu ameonekana kutaka kutengeneza sasa na yeye kwanza vinu vya nyuklia na silaha za nyuklia. Kwa hiyo kwa huku sasa kwetu kuwa tutanufaikaje na nishati hii tutanufaikaje na rasilimali hii ya uranium ambayo Mungu ametubarikia, manake tuanze kuunda umeme ambao umeme huu utatumia, hii nishati itatumia madini tulionayo ambayo Mungu ametubariki ya uranium. Kwa sababu umeme huu unaotumia uranium, hivi vinu vya nyuklia vitakavyojengwa, hizi nuclear plant power akazojengwa kupitia umeme ambao ili tupate umeme, ni umeme wa uhakika zaidi kuliko umeme mwingine wowote ule, kwa sababu umeme unaotumia maji yakikauka mtakuwa mna shida. Umeme unaotumia jua lisipochomoza mtakuwa mna shida. Umeme unaotumia upepo ukiacha kuvuma mtakuwa mna shida, mtapata upungufu wa nini? Upungufu wa umeme. Lakini umeme wa uhakika ni umeme wa nyuklia. Hatukatai kuwa kuna umeme wa aina hizi zote, kwa sababu hata mataifa makubwa yanategemea vyanzo hivi vyote. Wana maji, wana mafuta, wana upepo, wana umeme wa aina mbalimbali, lakini umeme wa nini? Unaotumia madini ya uranium. Kwa hiyo hili sasa ndilo ambalo linakaa linatuwazisha. Mimi ni mchambuzi, sijasema ndivyo ilivyo, lakini nachambua. Kwa naomba nieleweke kama mchambuzi, na mchambuzi wa masuala ya Afrika, ya husuyo Afrika, sio masuala ya husuyo siasa.
Ndio maana mimi nimekuja hapa sio kama mwanasiasa, lakini kama mwana ukuu wa Mwafrika. Tunapoona viongozi wetu wanapoanza kuweka ushirika na mataifa ambayo tunaamini kabisa haya ni mataifa rafiki ya kuweza kutusaidia, hilo linatupa nini zaidi, linatupa uelewa zaidi. Unaona pale Ibrahim Traore alichokifanya baada ya kuwa na urafiki sasa na mataifa haya ambayo yanasaidia, kwa sababu pale Traore Urusi, China, Korea Kaskazini, Irani, Venezuela, Cuba, Uturuki, wote wako pale. Na ndio maana tumeona hayo maendeleo, kwa sababu hawa ambao wameamua kuwa na urafiki nao sio mataifa wanyonyaji na hawakupangii nini cha kufanya. Wewe fanya as long as unafanya, lakini madam kutakuwa na win-win situation, kuwa mimi nitakupa hiki na wewe utanipa hiki, alafu sintakuingilia kwenye mambo yako kama watu wa magharibi wanavyotuingilia katika mambo yetu. Watakupangia, fanyeni hivi, tunawaamuru haraka. Yani bunge la Ulaya linakaa kuamuru mataifa ya Afrika katika mustakabali wa hatima yake ya Afrika. Bunge la Ulaya ndio linawapangia na kuwaamulia kuwa tunataka mfanye hivi, msipofanya hivi tutafanya hivi, msipofanya tutaweka vikwazo, tutawanyima misaada. Ni vitu vya ajabu ajabu hivyo ambavyo havitakiwi huko Afrika. Kwa hiyo ndio maana sasa nikasema hebu tujaribu kutafakari kuna nini kati ya Korea Kaskazini na Tanzania, na wakati huu ambapo kumekuwa na ushirikiano mzuri sana kati ya hawa wenye viti wa vyama vinavyoongoza serikali zao katika haya mataifa mawili, ndio wakati ambao tumeona rais wa Tanzania anasema ni wakati wetu sasa wa rasilimali zetu za uranium kutunufaisha wa Tanzania. Tunanufaikaje na zile rasilimali? Lazima tupate umeme wa uhakika. Umeme wa uhakika, tujenge hizi nuclear power plant ambazo ndizo sasa ni umeme huu. Na ili swala linakuaga sasa liko tofauti kidogo. Kwa nini wakati huu ndio limeanza kuongelewa? Kwa sababu viongozi wa Afrika wengi wakitakaga kuanza kujenga huo umeme, wakisema, wakionyesha tunia, utaona upinzani unaanza kutoka nje. Mtakumbuka Yoweri Kaguta Museveni hapa Uganda, wakati ule alipoanza kuweka uhusiano mzuri sana na Urusi, alafu akasema nataka tujenge umeme utakaotumia madini ya uranium, umeme wa nyuklia. Mtakumbuka kelele zilitoka nje, wakaanza kusema hapana, hiyo msifanye hivyo. Haya, Burkina Faso na wao hivyo waliposema nataka tujenge umeme wa nyuklia, wakasema hapana, msifanye hivyo. Sasa swali linakuja, rais wa Tanzania aliposema ni wakati wetu wa kunufaika na rasilimali za uranium iliyoko kule na Mtumbo, je, alikuwa anamaanisha nini? Na kwa nini aongee wakati huu? Wakati tunajua kabisa watu wa magharibi waga hiki kitu hawakitaki. Ni kwa nini? Ndio sasa sisi kama wachambuzi wasema okay, nafikiria kiduku na rais wa Tanzania kuna uhusiano mzuri sana, na ndio maana unaona hata juzi hapa kulipofanyika mkutano mkuu wa CCM Dodoma, alikuwa hapo pale mwakilishi wa serikali ya Korea ambaye alituma salamu zake. Mwenyekiti wa WPK alimtumia salamu mwenyekiti wa CCM, ambavyo ni vyama hivyo, wanasema vyama vinavyoongoza hizi serikali na mambo kama haya. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo watu wa magharibi hawawezi wakalipenda hata kidogo. Lakini tuendelee kutulia, tuendelee kuona nini kinakuwa. Asanteni sana.